tumemaliza salama, Bwana ametwaa. Oh, oh, bye rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi. Kinatuambia ya kwamba kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa kuzaliwa tunakuanga na vigelegele, tunaimba, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, hata wakati wa kufa kweli tunashukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu anasema ya kwamba tumshukuru kwa kila jambo. Sasa ni wakati mama amefanya nini? Amepumzika. Na hata vile amepumzika, hapo mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Ile wakati wa kuzaliwa tunakuanga na furaha kubwa. Tunafurahi sana kwa sababu tumepata mtoto na ameongeza hesabu. Lakini wakati wa kufa tunashikwa na huzuni, tunakuwa na huzuni mwingi kwa sababu hesabu yetu imefanya nini? Imeshuka. Lakini Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba hata mtu akikufa, kwa kitabu cha Roman anatuhimiza ya kwamba tunaishi kwa sababu anapenda, tunakufa kwa sababu amependa. Miongoni mwetu hakuna mwenye anakufa kwa kupenda kwake, ama hakuna mwenye anaishi kwa kupenda kwake. Kwa hivyo hata tukikufa tuko watu wa Bwana, hata tukiishi tuko pamoja na Bwana. Na hayo yote nilikuwa nanena katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Haya yote ametenda, sitaacha kumsifu. Neema zake zimetutosha, sitaacha kumsifu. Sitaacha kumsifu Mwokozi, Mwokozi. Sitaacha kumsifu aliye mkombozi. Kwa machungu, kwa mazuri, sitaacha kumsifu. Neema zake zimetutosha, sitaacha kumsifu. Sitaacha kumsifu Mwokozi. Fahamu zetu uangalie kwa neema familia ya mzee Joseph Ochani katika huzuni yao. Roho Mtakatifu aliyemfariji awasaidie ili wasishindwe na majonzi yao. Wajalie amani ipitayo fahamu zote na nguvu za kuweza kukabili maisha ya siku zijazo, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tuamini, tuombee safari. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya siku hii njema ambayo uliahidi ya kwamba kwa mazuri, kwa mabaya tukushukuru. Tunakushukuru kwa ajili ya maisha ambayo umepea dada Margaret. Ameishi kwa ulimwengu wa taabu, ulimwengu wa njaa, ulimwengu wa vikwazo. Amemaliza safari yake na ninajua ya kwamba ako miguuni mwako. Mwili ndio huu ambao tuliweka kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya mazishi, akarudie udongo. Tumekuja kumchukua hapa ili akarudi aende kanisani mwake na akatolewe kanisani akienda nyumbani. Najua ya kwamba Mungu wangu, safari ya kutoka hapa Butere hadi Manyada tunakabidhi mikononi mwako. Tunataka kukataa ile vikwazo, laana na mambo yasiyofaa katika jina la Yesu yakapate kushindwa. Najua ya kwamba wewe ni mwelekezi, wacha ukakuwe driver mwema. Nao familia, Mungu wangu, ukawapanguze na kitambaa iliyo na dhamana. Na tunajua kwamba utatenda kama Mungu, katika jina la Yesu ninaomba na hata na kuamini. Amen. Asante. Sasa watafungua Mami wanje merera ngapo, mami no ya
Limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi, mpendwa wangu nimwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tulipanga imezima, kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa, na kushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Japo nawaza nafarijika Bwana, kwamba kunayo siku tutakutana naye, ile subuhi njema uloiweka pale kwa watu wanaokuamini Yesu. Nitie nguvu Baba, nimechoka, moyo unauma, nimechoka. Nisaidie Baba, nimechoka, peke yangu mimi siwezi. Tufundishe Mungu wetu kuhesabu siku zetu, japo dhoruba na shida, tusichoke kukutumikia. Hili limeniliza sana, Limeniliza Baba, hili limeniumiza sana, nimeumia awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona nahisi umeniacha sana, umeniacha sana, nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie, mtu wa watu huyu. Hii Bwana akaweze kuenenda nasi na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa uaminifu wako, tunakushukuru kwa ukuu wetu Kristo. Tazama Mfalme, tunakushukuru hata kwa kupatia watoto wetu safari njema toka hapa Manyala hadi Butere na kurejea kwa kubeba mwili wa mama yetu Margaret. Tunapoanza msafara ibada hii ya kuingia katika ibada ya kanisani, tuomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu akaweze kuenenda nasi kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Sasa kanisa litakuwa mbele, alafu ndugu zetu ambao wamebeba mwili wa mama Magi mtafuata. Zangu kuziosha kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama.
tutaishi pia pamoja naye. Tukiendelea kuvumilia, tutatawala pia pamoja naye. Tukimkana, naye atatukana. Tukikosa kuwa waaminifu, yeye hubaki kuwa mwaminifu daima, maana yeye hawezi kujikana mwenyewe. Maana Mungu alipenda ulimwengu huu hivi hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uhai wa milele. Njia yangu iwe ndefu, kama waitavyo ni watu wenye mwili na damu, Yesu mwenyewe akawa kama wao na kushiriki kibinadamu wao. Alifanya hivyo ili kwa njia ya kifo chake amwangamize Ibilisi ambaye ana mamlaka juu ya kifo. Mshindi nitamjalia kuketi pamoja nami juu ya kiti changu cha enzi, kama vile mimi mwenyewe nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu juu ya kiti chake cha enzi. Huyo ni Mungu wetu milele, atakuwa kiongozi wetu milele. Muwe waaminifu hata mpaka kufa, nami nitawapeni taji ya uhai. Amina. Katika hekalu la Bwana mjisikie mko mahali ambapo panafaa katika ibada hii ya heshima kwa mama wetu ambaye ametuacha. Bwana awe nanyi. Na tuombe. Kama Mwokozi wetu Yesu Kristo alivyotufundisha jinsi ya kuomba: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, na utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen. Baba, katika jina la Yesu, wanao wameingia katika ibada hii, ibada ya kumuaga mwanao Margaret ambayo umemuita kwako. Kristo, mfalme, tuomba katika ibada hii ukuu wako ukaeze kudhihirika katika ibada hii, hata wakati wa kupeana wasifu. Kristo, tuomba ya kwamba utazidi kusimama na kanisa, utazidi kusimama na familia, utazidi kusimama na waombolezaji wote na kanisa lote kwa jumla. Uinuliwe kwa sababu unastahili. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Kwaya mkeze kutupa wimbo. Yumba yumba. Dunia ya yumba yumba, imejaa mambo mengi. Jiulize wewe tangu, utakuwa upande gani? Dunia ya yumba yumba, imejaa mambo mengi. Jiulize wewe tangu, utakuwa upande gani? Jiulize Mungu
78. Tumekusanyika hapa kwa ibada ya mpendwa wetu Margaret Ochami ambaye Bwana amemwita kwake, tukiamini ya kwamba kwa kuwa Yesu alikufa na akafufuka tena, ndiyo itakavyokuwa kwa wale wanaokufa katika Kristo, kwani Mungu atawafufua pamoja na Yesu. Turudi chini na tuseme ilo ombezi sisi kwa pamoja. Baba wa mbinguni, katika mwanao Yesu Kristo umetupatia imani ya kweli na tumaini la hakika. Imarisha imani hii na tumaini lililo ndani yetu siku zetu zote, ili tuweze kuishi katika wale wanaoamini ushirika wa watakatifu, msamaha wa dhambi na ufufuo wa maisha ya milele. Amen. Paulo mtume kwa Wakorintho 15 kuanzia 20. Lakini sasa amefufuka katika wafu, pumziko lao waliolala, maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wataishwa, lakini kila mmoja mahali pake. Lubuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo watakapokuja, hapo ndipo mwisho itakapompa Mungu Baba mfalme wake, atakapobadilisha utawala wote wa mamlaka yote na nguvu, maana sharti mliki yeye, hata hawaweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui ya mwisho atakaye badilishwa ni mauti, kwa kuwa alivitisha vitu vyote chini ya miguu yake. Lakini hatakaposema vyote vimetishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtisha vitu vyote haumo. Basi vitu vyote vikiisha kukitishwa chini yake, ndipo mwana
mwenyewe naye hatatishwa chini yake, yeye aliyemtisha vitu vyote, ili kwamba Mungu hawe yote katika wote. Hao je, wenye kubatishwa kwa ajili ya wafu watafanyaje? Kama wafu hawatafufuliwa kamwe, kwa nini kubatizwa kwa ajili yao? Na sisi kwa nini tumo hatarini kwa kila sasa? Naam, ndugu, kwa huko kujisifu kwangu niko nako juu yenu katika Kristo Bwana Yesu Bwana wetu. Ninakufa kila siku, ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu. Nilipigana na wawani wakali kule Efeso. Nina faida gani wasipofufuliwa wafu? Na tufe na tunywe, maana kesho tutakufa. Msidanganyike, msungumuzo mabaya haribu tabia njema. Tumieni akili kama pasavyo, wala msitende dhambi, kwa maana wengine hawamjui Mungu. Ninanena hayo niwafadhaishe. Lakini labda mtu atasema, wafufuliwaje wafu? Nao huja kwa mwili gani? Ewe mpumbavu, uipendayo haiwiki isipokufa, nayo uipandayo huupandi mwili ule utakaokuwa, ila chembe tu, ikiwa ni angano au nyingineo. Lakini Mungu huipa mwili kama apendavyo, na kila mbegu mwili wake. Nyama yote si nyama moja, ila nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya hayani, nyingine ya ndege, na nyingine ya samaki. Tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali, na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua, na fahari nyingine ya mwezi, na fahari nyingine ya nyota. Maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kiama ya watu, hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutoharibika. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu. Hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili, ni wa roho pia huko. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili; baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutoharibika. Angalieni, nawaambia nyinyi siri, hatutalala zote, lakini zote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa kupanda, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia, na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikayo uvae kutokuharibika, nao huu wakufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutoharibika, na huu wakufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa,
Mauti imemezwa kwa kushinda. Huu wapi ewe mauti kushinda wako? Huu wapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Kwa maana kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu siyo bure katika Bwana. Tumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ambaye ataongoza ratiba ya usemi. Anakula haleluya haita bulano haleluya Waswahili balano olusungu tuwe free kutumia language kata ulinyona Jose tutumie lugha yote ili tukaweze kuendelea. Karibu David. Namjua kwamba hii ni ibada ya kanisani, si ndio? Tukiongea hatuongei sana, tunakuwa tu kwa ufupi kupatia mama heshima yake katika shughuli hii ya leo. David, karibu. Ni padri walio kwenye madhabahu, familia, marafiki, kanisa kwa jumla, Bwana asifiwe. Asifiwe Kristo. Salimia jirani kwa niaba yangu. Asante. Pongea Bwana leo. Asanteni sana. Upande wa usami takuwa tunataka mama afike nyumbani masaa ya lunch, si ndio? So kwa upande wa usemi tutakuwa fupi, manake kesho bado iko. Kesho najua baada ya mpango kama ibada hata saa 3:30 tangu fika saa 6 simtoka mwongea yote. Chimezo wangu mora kosi kama ndina kwa moyo. Haya ndio sana. Yana uchaka upande wa ubora so kunanga homlala namba mke mwenza mama Margaret kama ako akuja tufungulie upande usemi, nasema kwa ufupi ndio tuone tunaenda wapi next. Florence. Haleluya. Wewe kwa haleluya. Ama kuna mwenye asiki. Sasa. Obyo mno kole nyanga ino. Nangu okukasiria ikano. Chokolate ya maji takulaona kwa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Nangu ni mwana yanje na mahongo kusie. Bwana Yesu asifiwe. Banachire shinga mama banje. Haleluya. Sheba nje mwana ndure nanga mama. Haleluya. Lakini kuikhala na obule okulla nendeha 77 okule 7 no ninyola abangu mama nangubalo shushiri mama kunjingira kumwata khande kada shindana kunabona. Bwana Yesu asifiwe. Nula no kudzakania nango mwana wawezo kungonya hivyo tu. Haleluya. Ho embola nenda wana batonyere mbo kuleto lubaga lakini la nesi mama. Haleluya. Kulinde mama ashanja la salia. Bwana Yesu asifiwe. Embara abashiyemere kugenda mulwanyi mulia kutonyere mota abantu babirifwana mwami Yesu yetsongo bango mama bano bakolehanga kutonyere kwenyene lakini kusaba munyasa yako lindi. Bwana Yesu asifiwe. Mama shabere kona nilikuwa ndiratia maji ta kumera mlanje Florence kusimba ayoi. Asante, Mungu awabariki. Asante sana.
omusiani wafu musiani wa Margaret shwala izabole wo mwana wabo kanisa kata mukaba nabona kandi nange nabona mu kanisa mukaba nabona kandi kabanyeka na wachikola wale mnamzee karibu madhabahu ambayo imekanisha padri wachungaji wote. Bwana Yesu asifiwe. Wale wamekuja kutuomboleza kifo cha dada wetu, wapendwa wote, Bwana apewe sifa. Mimi nashukuru Mungu, mimi ndio ndugu wake Margaret, lakini wengi vile umesikia mnenaji amesema kesho ndio watasema wengi. Saa hii ni ibada. Kwa majina naitwa Wycliffe Okechi. Margaret ni dada yangu. Kama sijaongea ni ambao nimekuja naye. Naweza kusimama tu hivi. Wakuu wa kanisa na waombolezaji wote ambao wamekuja kutusaidia kuomboleza kifo cha dada yangu. Na wasalimu nyote hamjambo. Nikisimama hapa kwa majina ni Samuel Odero. Anayelala ni dada yangu. Na huyu dada tangu nilipokuwa mdogo nikikua, jambo la kwanza lenye niliona kwake alikuwa ni mtu mkarimu sana. Hata wakati alipoanga akirudi Nairobi, alikuanga siku hiyo utaona kama wazee wanamhara. Kwa sababu alikuanga na kuja na manguo, kila mzee atakuwa akipata shati na longi. Hiyo ndio kitu ambayo niliona kwa msichana yetu nikiwa mdogo. Kwa hivyo naombea dada yetu aende na amani ya Bwana. Na ni hayo tu, mbarikiwe. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nina wadada wa Margaret, tunasikia tutaenda wote wenye waiko wasimame. Pia kila mtu wamjue waiko. Tumetembea tuna watu kidogo. Jina tu. Jina. Kwaya, waumini wote wasalimu katika jina la Bwana. Mjambo. Mimi kwa majina naitwa Trifana Mere. Mimi ndio mdogo wa hawa. Huyu ni dadangu. Tunampenda. Ni mpole, mama mpole sana. Nadhani kila mmoja amemjua. Na katika yote tunashukuru Mungu kwa kumpumzisha kwa yote ambayo amekuwa akipitia. Mungu amuongoze, aweke roho yake mahali pema. Asante. Kanisa letu takatifu la Anglikana, padri wetu, washiriki, wageni, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikisimama hapa kwa majina naitwa Ruth Agoi Maina. Maina ni mdogo wa boma la Shingala. Bwana Yesu asifiwe. Na aliyelala ndio dada wetu mkubwa kwa hiyo nyumba ya baba mkubwa, na mimi ndio mkubwa kwa nyumba ndogo ya Shingala. Bwana Yesu asifiwe. Huyu dada yetu alikuwa dada mzuri, venye mmesikia ndugu yake akisema alipokuwa akikuja nyumbani tulikuanga tukijua tutafaa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu dada yetu ametufalisha hata tukiwa kwa matanga, hata tukiwa wapi. Huyu dada yanga kuingi na maneno. Mnaweza kukula na yeye ako tu hapo. Mimi ndio nilikuanga na shughulika na nasema nyumbani tunamuita mtoni. Nasema namkana hivyo mtoni una manari iloko kweli. Yeye ananyamaza tu. Watu wanakula tu na yeye ananyamaza tu. Aongei. Bwana Yesu asifiwe. Kitu yenye imefanya nimependa huyu dada yetu, hata venye alikuwa mgonjwa, tukiwa na shida nyumbani atuachi. Lazima ajue tutafanya nini na alete mchango wake. Bwana Yesu asifiwe.
wacha dada yetu Margaret apumzike. Penye nilimuona mtoto wetu amesumbukana na magonjwa, unaweza kumhudumia. Tuko na saa zingine unaweza kuona vile mtu anasumbukana na magonjwa, unasema ni heri ikiwa kupumzika kuko mahali ambapo tunaenda, wacha dada yetu apumzike. Simbarikiwe. Sasa huyu ndio mwenye amebaki kwa mgongo yake. Abakambi abakristo ndakamcheza mlembe bosi mlembe khandi momese zomu tene sinjirana khomera nangwa dorsimuga nikanse mwire momese zomu ndi zomu mwami Yesu nomulindi nomwayi akhonyanga buli mundu yesi nenda tukhakupiloli bomwana wefu talo mwana wefu tawe ni mama wanje mwana wefu no mwana wanje abana bana bosi esene so mukhongo momeze zo kho yanidanga yandisinjia yakwala halanda bana banje bosi katabedi bule katabana yeni mama we wono talo mkhana wefu tasi katamula na baba wala mukhana wefu no utongile talo mkhana wefu tasi ni mama wanje momeze zo yanidanga mkosi yanidanga matinyu yanidanga na neka ilo kato bola momeze zo yeso mwana ndali wala ulwale wandile mama kana mana bozi kasi ya maru momeze zo kwa kospe endeshere momi Yesu yasa kutile bo desho kongo mno mukusaire bo mukuweza amani mubili kumale. Bwana Yesu asifiwe. Kama umejua umetoka Emmaus bado yuko kwa chachi ndugu yake ule mwite shangazi kwa hefu tu mkono bado yuko. Kila mtu asimame tu hefu kama umejua. Haleluya. Na nina mtoto mmoja ambaye siwezi kuacha. Margaret ni mama ambaye amelea, hebu kuja na shida. Mama amelea na amefanya maneno makubwa. Sijakuwa na mama hata sio dada. Huyu ni mtoto anamuita shangazi na aliwachiwa kama matima na amelea yeye akalea hata watoto wake. Madhabahu ya leo, kwaya na watu wote ambao wamekuja kutusaidia kuombeleza shangazi. Hamjambo. Mimi sitaongea mengi, nitaongea kesho. Nimehuzunika sana kwa sababu huyu shangazi alikuwa mlezi wangu, alikuwa ananilelea watoto kwa njia mzuri, hata siwezi ongea kitu. Asante. Kwa majina naitwa Mary Asiko Mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi mwenye nimebaki kama mjomba, kama mama, kama familia kwa jumla. Kenye naweza sema tu mtu wowote baada ambapo yuko mzima alijaribu kuokoka vile dada yangu aliokoka. Bwana Yesu asifiwe. Huyo dada aliokoka hata kama hajaenda chachini. Haleluya. Sababu niseme hivyo, amejaribu, asijaona mtu ana roho kama yake, amejaribu kulea kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mnajua sisi hata waokofu, hata sisi wachungaji, tuna wali wote tunavaa vibanda, unakuta mtu yuko na chuki. Hawezi hata ngoja mtoto wa ndugu yake. Haleluya. Lakini yeye amelea Regea, amelea Maswa karibu yote. Sisi Nairobi kama tumeenda tunakula. Margaret kwetu kitu ikafanyikana, usiomwambia hata kama iko na Nairobi atakuwa vita. Na akaingia, sijui ni nani, mtoto wa nani, akaingia kijiji yote. Utasikia kila mtu anafanya nini? Anafurahi. Bwana apewe sifa sana. Kwa sisi ukakuta mtoto wako ameenda amebeba vitu, ametoka kwa Bwana akaenda hapo, si utamgombanisha sababu utamwambia pale watakoroga. Na yeye paka na Joseph semeji yangu ni watu wamekuwa wokovu. Kile naweza sema wajukuu wangu, wajomba wangu, msiiname chini sababu mama ndiye alikuwa anamwamsha. Damu ya ujomba ni damu. Ukaisahau pia naye iko tu ndani. Hata kama mwiko bure, mna neno
jaribu kunyorosha mkono mahali tuiko, tuungane pamoja naye. Sio lazima mkuwe na vitu, lazima mkuwe na nini. Jaribu tukuuliza mjomba iko wapi, mama aliyobaki ni wapi. Hiyo ni baraka kwa Mungu. Sitaongea mengi, wacha dada yangu maana amelala. Wachungaji muombe Mungu anyoroshe safari yake. Ni kile naomba kila mmoja. Unaangalianga tu kwa matendo ya mwenyewe, ni kama hujaokoka unaokoka. Wacha Mungu ambariki sana. Sana hawana maji kwa mkao na bure zaidi. Na usinye mkana bado kwa yale. Padri, waombolezaji wenzangu, nashukuru sana kwa kuja kuomboleza mama. Mimi naitwa Melvin Isaac Onongo. Mimi ni kitukua kwanza wa Margaret Ojani. Na maneno pia yenye mmesema ni kweli. Nanuta kugoma kwa kumita. Yes. So kuhuni ukweli ameshughulikia watu wengi sana. Hadi from watoto wake tu sisi vitukuu, na tumeshukuru sana kwa yote alikuwa amefanya, na tunaomba Mungu amweke mahali safe na tuendelee tu kumwombea na yote itakuwa salama. Asante. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Jonathan Kalama. Mimi ni kitukuu wa pili wa Shosh hapa. So kila kitu imesema ni ukweli yenyewe. Kuwa ametulia poa. Tumefurahia manze for the time being tumekuwa na yeye. Alafu Mungu awabariki. Asante sana. Simujua Margaret amekuwa mkubwa. Asifiwe. Mimi nikisimama hapa kwa majina ni Janice Shadrack Shitanda. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina ni Maureen Shingalava. Kuhuu ni aunti yangu, shosho yangu, pia ni mama yangu. Nilikuwa nampenda sana lakini Mungu alimpenda zaidi. Amen. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikisimama hapa narudishia Mungu shukrani. Mungu hakukuwa tukufu kwangu, bali alikuwa pendo. Asante. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Omwami Yesu yetomu. Esiye humera banange Susan Chibole, zaidi yote nimeokoka. Nikisimama acha nishukuru Mungu kwa wakati huu uzima amezidi kutupatia. Kama kwa ushuhuda ya Shosh, kwa kifo ya Shosh ndio nimejua jina anaitwa Margaret. Kwa langa nataka kuhu omkhanwe marama luwere. Eukasana eshirolo mushiere shinga kuhu Margaret. Nerure wanje marama nenzia ingo pakureza biyetre. Tiambore yete. Ndakaleti ngoko tumshire uno. Endi hane njinga lakini liwate lali yakubo ya bola. Tinya. Mwana wanje tinya. Nimepoteza. Zile yote wacha tumwachilie Mungu sababu wamesoma ya kwanza kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wacha tushukuru Mungu. Shosh rest in peace.
Siwe kanisa. Majina ni Damarisa Nyembe. Tanguli. Ni shosho yangu ametulea tangu utotoni. Ametuacha lakini nitamkumbuka milele. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Joseph Ochami. Wangu wetu naweza kumbuka ametulea. Kwanza tena naweza kumbuka tukiwa na Meli tukiwa huko Nairobi ametulea kabisa sana. Sina mengi ya kusema maana hii kitu imefanyika bado na nyuma, ni mbaki salama. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ni Cynthia Akoi. Margaret alikuwa kubu wetu na tunamfila sana. Ametulea kutoka utotoni mpaka tulipokuwa wazima. Na tunashukuru Mungu kwa miaka aliyopea. Na sasa hivi tulikuomba alale mahali pema peponi. Asante. Kanisa, kwaya wa Kristo wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Peris Ochami, mwenye amelala ni Kuhu Anje. Kuhu alitupenda sana, ametulea, ametuelekeza, anatuambia hii ni mzuri, hii ni mbaya, mpaka venye tumekuwa wakubwa. So mzidi kutuombea na tumuombe pia alale mahali pema peponi. Asante. Asante sana. Namshukuru Mungu kwa kutuweka siku hii ya leo ili tuje kaage mama yetu. Huyu mama sio mama tu, bali vile nilikuwa nimekaa pale nikisikia ushuhuda yake, ni vile hao watu wamenena. Ni hivyo tu, sio mama, bali ni mlezi wa kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Wacha Mungu amweke mahali pema peponi. Majina zangu ni Gideon Odongo. Mama aliyeongea pale ndio mama yangu, lakini huyu nilikuwa nimemchukua hata kushinda yule mama. Asante. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi nikisimama hapa, majina naitwa Florence Kimurwa. Kwangu ni hapo Shatale kwa klabu. Lakini huyu ni mamangu. Huyu mamangu huyu amenisaidia kwa mingi. Kitoka Shatale nikiingia hapo, kwa sikosi mtu wa kunikaribisha. Kitoka huko ukiingia kwa nyumba utapata na kuchekea. Anakukaribisha karibu karibu. Hakuna jina yenye naitwanga ati mara hii na hii. Mimi naitwa mama. Kulingana na huyu mama nimepoteza mali pakubwa. Nimepoteza hata usaidizi. Huyu mama amenisaidia mali pakubwa sana. Siwezi toka Shatala niingia hapo kama sina kitu kwa nyumba, mpaka niulize uko na nini kwa nyumba yenye unarudi. Watoto watakula. Kama hata na 50 atatoa nipe. Huyu ni mamangu, nimepoteza. Sijui ni mnani atanikaribisha. Asante. Basi madhabahu ya siku ya leo ambayo imekaliwa padri wetu, wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na waangalizi wote ambao wamekuja kusaidia kueleza mama wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina niite Silvano Muchie,
Otieni huko, na aliyelala ni mama wetu. Hasa tena ni dada yangu. Kwa nini niseme hivyo? Mimi nikikuja pale several, mimi nimekuwa pale sana, hata watu wa Manyala karibu wote wananijua. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa mtu wake wa karibu sana, na hata nikizungumza leo sikili kesho bado nitaweza kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini niseme ni dada yangu? Madhe amekuwa mkarimu sana, hata jina tukuita tu jina ati Ochieng haikuwa rahisi kwake. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikikuja hapa ananitaka tu Njendi mwana wetu mbushini mlie na hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu niseme ni dada yangu, ile jina nilipewa ni dada yangu mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ilikuwa mimi nikikuja mwana wetu. Sasa kwa upande wangu vile ushuhuda imetolewa kwa wote na pamoja na wajomba, kweli madhe amekuwa mtu wa karibu sana na watu, hasa watu wa kwao alikuwa amechukua sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu alikuwa amejua ukoo, alikuwa anatembea na ukoo yake vile Mungu alikuwa amempanga. Na mwisho nikimaliza, madhe amekuwa free na kila mtu kwa boma yake hapo. Hata kama toki akutupa nyumba pale ndio udhaifu wa mwili, lakini alikuwa ana identify kila mtu vile alifaa amkaribishe. Na mwisho nikimaliza kabisa, kwa ndugu zangu, naombea mshike, Mungu awafunge kamba mzuri, kwa sababu kuanzia sasa na kesho kuendelea mbele tumeanza mwendo mpya, mwendo bila wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mpaka Mungu mwenyewe ape neema jinsi mtakuwa. Sina mengi, hayo tu. Wacha Mwenyezi Mungu awabariki. Madhena ni yule ambaye amekuja hapo mwisho. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Catherine, wangu jina kama ya mama. Huyu ni mama yangu. Amenilea tangu dogo hadi saa hii. Mpaka hadi akalea hadi watoto wangu. Kupata mama kama huyu sio rahisi. Ni ngumu. Tumepoteza, lakini Mungu amempenda kutushinda. Hakuna kenye naweza ongea. Mimi nimebaki tu kwenye mnaniona hivi. Sina wazazi sasa. Alinichukua kama natoshana kidogo, niko na miaka 10 tukienda Nairobi. Hadi sasa amenilea mpaka nitoka kwa nyumba yake nikienda kwangu. Juzi nimetoka tu kwangu kana nisikia ni mgonjwa. Nilikuwa na huzuni akisi kwa ninashindwa nitafanyaje na niko mbali. Nikatafuta mbele nikabidi nikuje nione mama. Nikafikiria tapona. Watu tunamwombea tu apone. Lakini Mungu alimpenda kutushinda. Naomba tu Mungu aweke roho yake mahali pema peponi. Asante. Asante sana msichana ya Margaret. Ongea watu wako kwa familia jaisha, watu wako. Kuna William, kuna Alex, so familia bado iko. Mtaomba jirani wa Mama Margaret kuja toa ushuhuda mama. Basi mama matakatifu, kwaya yetu, ndugu zangu ambao wamefiwa, mimi nikiwa ndani, na wale wote ambao wameungana nasi katika ibada hii ya mjambo. Jina langu naitwa Humphrey Mranga. Yesu Kristo mwokozi wa maisha yangu. Nimesimama hapa kama jirani vile mtoto dada yangu amesema, lakini zaidi ya mno huyo amekuwa rafiki yangu wa karibu sana. Huyo ni mama ama mwanamke bomba. Bwana apewe sifa. Nimekuwa nikienda kule, alitambua kitambo sana wakati alipata ya kwamba mimi nimekuja kuishi pale kwa shemeji yake Odeo. Bwana apewe sifa. Ikawa tuko na ukoo naye kati ya mke wangu na yeye. Sasa ile jina ya shosho alikuwa ananiita baba, kwa maana mke wangu ananiita mama kwa ukoo wa kule Mahuli. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo mimi sina mengi ya kunena, ila tu kusema kwa ndugu zangu na dada zangu ya kwamba Mungu
atampanguza machozi, Mungu atamfunga nira. Tuko pamoja katika kuomboleza, na Mungu ailaza roho ya mama mahali pazuri pake. Asante. Asante jirani. Nitaomba kwaya katika wimbo Kristo wenzangu, familia, ni asante sana kuwaona hapa mkitusaidia kuomboleza kifo cha mama yetu. Mimi kwa majina naitwa William Eroba. Mimi ndio kijana wa pili kwa mwisho. Kwa hivyo sisi ndio tumeenjoy mama sana, kwa sababu sa raha yote tulikuwa tunapewa sisi. Mama kwa kweli, vile kila mtu anasema, alikuwa mkarimu sana. Alikuwa mtu mkarimu, alikuwa anafungua mlango wake kwa familia zote, upande wa baba na upande wao. Wote wamepita kwa nyumba yetu, tumewaona, na kwa ukarimu wake amefanya tukajua familia zote vizuri na tukakuwa karibu sana nao. Ndio maana wengine wamesema kweli yeye tunamuona ameenda mbinguni, kwa sababu alikuwa ni kama malaika hapa duniani. Kila kitu alikuwa anafanya ilikuwa tuja kupendeza wenzake. Yeye angejinyima sisi tupate kitu, angejinyima familia ipate kitu, na kwa huyo moyo pia sisi tukaanza kuiga hivyo, tukajaribu kutembea na ndugu zetu kutoka upande wote, tujaribu kuwasaidia, kwa sababu hii ilikuwa mwenendo wa mama yetu. Mama kwa kweli ameugua kwa muda. Wale wanamjua, alikuwa na kitambo, alikuwa na ugonjwa wa ulcers, ulikuwa unamsumbua na ulimsumbua kwa muda. Arthritis ikakuja kama bado iko Nairobi, na tulizoea hiyo kama familia. Tulijua mwili wake dhaifu kidogo, lakini kwa maombi akiendelea kuishi na akaishi. Unaona hata kapita baba, na tulikuwa tunaona ni kama ugonjwa utakurudisha nyuma. Vile mmesema, saa ingine ni matendo, sio kwenda kanisa, ni matendo. Matendo yake kwa kweli yalikuwa ni kama mtu ule ameshika dini kabisa, na tulifurahia vile alirudi nyumbani, akaingia kwa kanisa ya ACK, akaingizwa ndani na akaweka Mungu mbele. Kwa hivyo tunaamini ametuacha, lakini yuko mbinguni anatungojea upande hiyo. Mengi sina sana, ila tu ningependa kumrecognize mzee ametoka kanisa yangu ya Mungu. Vile nilihamia upande wa Bukura, alikuja hao ndio walinireceive upande huo kwa kanisa, na tumetembea nao, na ametoka, imagine ametoka Bukura leo asubuhi, na amekuwa pale mbele yetu ku make sure tuna receive mama. Kama mngekubali tu aseme tu neno moja tu, alafu mzee Pius tafadhali. Hao ndio wananishika mkono nikikuwa upande wa Bukura, naenda line, na wamenionyesha upendo tu kama wa mama, upendo mzuri kabisa, mpaka unasikia tu nyumbani. Jiko takatifu Mungu, ndugu yangu ambapo mama mwacha, kwaya yetu, familia
na waamini wote. Hamjambo? Hamjambo tena. Yes, kwa majina ninaitwa Pius Mkole Udele. Mimi ni Mjaluo, na vile nilisikia kifo cha mama wa William nilistuka sana, alafu nikaamua ya kwamba lazima nifike hapa, na sasa nimeshajua pale William anatupata ukarimu. Unajua kitu naitwa ukarimu? Kwa maana vile amefika huko, hata mahala niweka mimi sikujua. Gari ya William sasa ni yangu. Nikifika kanisani ananipeleka, ananirudisha mpaka nyumbani. Nikasikia kujua, ukarimu hii unapata. Kwa ndio vile nilisikia kwamba mama yake amelala, nilisema mimi nakuja nitembee na yeye, asiwe na huzuni. Kutoa mama kwa nyumba huko, tuwe na ibada pamoja na yeye, nisindikize mama ndio nirudi nyumbani. Kwa hivyo nawashukuru ninyi wote ambao mmefika hapa kwa kusindikiza Margaret. Kwa maana sasa nimesikia na masikio yangu, nimejua pale ile ametoa ukarimu ambapo yeye anatufanyia kwa kanisa. Asante. Asante sana mzee. Familia yangu kidogo nadhani hawajafika hapa. Nilikuwa nadhani watakuwa wamefika leo, lakini naona hawajaingia. Pengine kesho tutawapatia atawaintroduce kwa umati. Alafu pia kutoka kwa familia Bashangala pia sijawaona hapa, ningewapatia chance lakini nitawapatia kesho. Kwa hiyo machache, nawashukuru sana na naomba muendelee kutuombea tuwe na nguvu ya kuhimili haya mtupata. Asante. Asante. Jambo kanisa. Nashukuru sana kwa kufika hapa kuomboleza na sisi. Kwa jina naitwa Alexander Aguri Ochami. Mimi ndio kijana wa tatu wa mama, lakini kwa familia mimi ndio watano. Sina mengi ya kusema, mengi yamenenwa kuhusu Abe. Tulikuwa tunamuita Abe. Maana ndio jina ambalo tulimpatia la utani tukiwa wadogo, na hilo jina likashika mpaka kila mahali anajulikana kama Abe. Kila siku, kila wakati enda nyumbani tulikuwa tunamuita Abe. Mama ametupatia upendo mkubwa tu, na yote ambayo amesemwa hapa na ndugu yangu siwezi kurudia, ni yote ambayo mama alikuwa anafanya, na ametulea vizuri, ametupatia moyo wa ukarimu, ametuelekeza jinsi ya kuishi maisha mazuri, na mengi tu ambayo mama alifanya. Hata nikianza kusema nafikiria tu tukamaliza, lakini yote tunamwachia Mungu. Imekuwa ni safari ngumu kwake. Wakati ambapo ametuacha tulikuwa naye hospitalini, ilikuwa ni jambo gumu sana kumwona anapoenda tukiwa naye, lakini tukasema yote mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo tunaomba mtuombee tuweze kufikisha safari yake ya mwisho salama. Nimekuja hapa na mke wangu, nikiomba pia wasalimia, aseme kidogo kuhusu mama yake. Watumishi wa Mungu, kwaya na Wakristo wenzangu, Bwana asifiwe sana. Nikiwa hapa mbele yenu, mimi nimepoteza mama kwa mzazi, alituacha nikiwa miaka 20. So nikampata Abe. Nilipompata Abe kila Desemba akiwa Nairobi, nilikuwa nakuja Taveta. Na baada ya kuja huku nyumbani akiwa mdhaifu, nilikuwa nafunga safari nikija nyumbani ili nikae na yeye. Lakini haya yametokea, na Mungu, kazi ya Mungu haina makosa. Inabidi nikubali, na Mungu awabariki sana. Mimi sina mengi ya kusema. Sawa sawa, tunashukuru sana kwa kufika na tuendelee kuwa pamoja. Asante.
kanisa takatifu pamoja kwaya na waumini wenzangu, kwa sababu bado amenipa nguvu na nitazidi kuomba na nitazidi kuwaomba mniombee niweze kuhimili. Asante. Jack alikuwa karibu sana na mama, amekuwa naye tangu alipokuja hapa nyumbani na wamekuwa pamoja kwa muda mrefu tangu tukiwa Nairobi. Ndio mnaona hali ilikuwa namna hii. Tulikuwa tunampenda sana mama yetu. Mapadri, wanakwaya na Wakristo wote, namsalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nikisimama hapa, kwa jina naitwa Rahel Rodia. Huyu aliyelala hapa ni mama mzazi. Tumeweza kumuita Abe. Mama sio kawaida. Sasa huyu mama yetu ameugua kwa muda mrefu. Mama tulimpenda na alitupenda. Mama ndiye alitulea, akatusomesha, hata tukiwa wagonjwa alikuwa anashughulika. Vile nimekuwa hapa nyumbani akiugua, nilikuwa nakumbuka vile mama alikuwa anatuambia, alikuwa anatubeba kutoka Emanyala anatupeleka na Masoli kwa mgongo. Yaani machungu yalikuwa ananipigia, anasema kweli mama ulitupenda. Mama alikuwa mpole na mkarimu. Hakuwa majivuno na hakuwa anajionyesha. Wenye mlikuwa mnakuja nyumbani, mlikuwa mnaona mama vile alikuwa. Alikuwa mpole, mwenye kupenda watu na kuwakaribisha. Alipenda watoto wote, kila mtu, hata Nairobi, Wakikuyu alikuwa anawasaidia. Mama alikuwa ni mama wa upendo. Mama aliugua, mimi nilikuja kuchukua vitu vyangu kutoka Kakamega. Na nilipokuja nikapata mama ni dhaifu. So kutoka hapo nikaona siwezi rudi Nairobi. Nikasema acha nisaidie mama kidogo, nione kama atasikia vizuri alafu nitarudi. Lakini badala mama kuimprove, alikuwa anaendelea tu kudhoofika. Sasa nikasahau maneno ya kurudi Nairobi. Sana sana hata ni kazi ya kikanisa, na nikasema acha nikae na mama mpaka bila atapona ama vile itakuwa. Na ndio vile nimekaa na mama, kashughulika na yeye mpaka vile Mungu alimchukua. Kwa yote mimi nashukuru. Sina ubaya na Mungu. Mungu anatupatia na tena anachukua. Na nikisimama hapa mimi huwa na attend Catholic Church na niko na wenye wamekuja kunisaidia kuomboleza. Ningependa wasimame na wajitambulishe. Nyamatiro and the group come. Then hawa ni wenye nashiriki nao sasa nikiwa nyumbani, lakini nikiwa Nairobi niko na St. Veronica, John Paul, niko Divine Mercy. Lakini sasa hapa ni hawa ni St. Veronica. Wanaweza kujitambulisha. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Clarissa Podiochie. Nashiriki Good Catholic St. Veronica. Huyu ni mwarfa yangu. Huyu ni msichana yangu. Huyu mwarfa alikuwa anapenda kila mtu. Hata mimi alikuwa ananiita tu mwarfa. Nikienda hosi ni mwarfa, hata nyumbani. Kutoka tu kitambo, hata kama baba hayuko. Sasa tuachie yote Mungu. Msichana yangu katuna roho mzuri, kasa tu roho. Wavulana wangu wote mkase tu roho, tukue tu kitu mmoja. Asanteni na mbarikiwe. Mimi kwa majina nimesema, wacha nirudie. Naitwa Tufana Mere. Huyu ni dadangu na huyu msichana wangu pia tunashiriki na yeye. Sasa nina ukoo mingi hapa katikati. Ninashukuru Mungu kumpumzisha na Mungu amweke mahali alimwandalia. Asante. Tumsifu Yesu Kristo.
Tumsifu Yesu Kristu tena. Bwana asifiwe. Kwa jina naitwa Mama Isabella Oloma. Mimi ni TZ. Huyu ni bibi mwenzangu, bibi ya shemeji yangu, ambapo bwanake nilifahamu vizuri sana kabla ya mama. Hao ni watoto wangu wote. Tumeingia katika jumuiya Santa Veronica Ugudi Church. Asanteni. Habari zenu. Kwa majina Cyprus Mahawa. Mimi naomba. Haleluya. Bwana sifiwe. Kwa majina Rosemary Olofu, nashirika na wewe. Asanteni. Asanteni sana. Mungu awabariki. So kwa huyu mama yetu, mama alinipatia heshima sana. Hakuwa ananiita Rahel au majina zangu. Alikuwa ananiita Mafiala. Wakati ameugua yote hiyo muda yote, ilikuwa tu Mafiala. Mafiala. Nigeuze Mafiala. Alikuwa ni kama rafiki yangu, dada yangu, tulikuwa tunafanya jokes, tunakosana, tunasameheana na sijui niseme nini. Mimi sitalia, naomba tu Mungu nisilie kwa vile nilimshughulikia ndio wakati nilikuwa nalia. Kwa hiyo Mungu nenda salama, tuwekee makao mema, tutakutana juu mbinguni. Amen. Asante sana. Jambo ninalosema ni kwamba sisi wote hapa duniani ni wasafiri, na ile gari ambayo tunahubiri ni uzima milele. Inapofika wakati wa kushuka, unakubali tu, inakuwa vile ilivyo. Si Mungu awabariki. Na mbarikiwe sana. Asanteni. Asante sana David. Tupigie David makofi mazuri kwa kazi nzuri. Na natumai familia kila mmoja amepata nafasi ya kunena, si ndio? Ulisikia akianza kwa kusema tunataka mama apate lunch kule nyumbani. Sasa kwa hivyo asanteni sana familia, tunazidi kuombea. Na mama Rae, ukiona kilio kinakuja, lia. Usiweke hayo machozi kama. Mwaga kabisa. Na ukimwaga mtu hata kuja kuambia ati hujaokoka. Hakuna mambo ya kuokoka ukilia. Unapolia unalia kwa sababu yale machungu yanafanya nini? Yanatoka. Asante sana. Tutazidi kuombea pamoja na Jack hapo, pamoja na William na Alex pia. Tutawakumbuka kama jamii. Na tunajua Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nikiweze kukaribisha Mama Sara, utanena kwa niaba ya akina mama wote wa parishi na pia kwa wageni wote ambao wamekuja. Mama Sara ndiye mweka hazina wa parishi. Alafu baada ya hapo Vikas Warden, Baba Joseph pia nayo utafuata. Asante. Kwa ufupi tu. Vika wenye wamesimamia madhabahu, kwaya wenye wamefiwa na wengine wote ambao wamekuja kwa ibada ya mama, tuwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Sara Uduri. Nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimeambiwa mimi ni mweka hazina wa parokia Manyala, na zaidi ya yote ni kwa neema ya Mungu niliwekwa tena kuwa kiongozi ya wamama. Nashukuru Mungu sana kwa ajili ya Mama Margaret. Yale amesemwa ni sawa, kwa sababu katika miaka yake alitafuta sana kujiunga na kikundi cha wamama, na vile alikuwa hajawekwa mkono ya Mothers Union, tulikuwa tunaweka mkono ya Kenya Anglican Women Ministry. Alitafuta sana kupitia kwa Evangelist Janet, akakuja kwangu tukasaidia mama. Walikuwa grupu ya kwanza ya kuwekwa mkono ya Kenya Women Anglican Ministry, na aliwekwa mkono. Nashukuru sana kijana yake William. Mama alikuwa hawezi tembea, hawezi fika mbali, lakini alibeba mama kwa gari
Satana, akahudumiwa, akapitishwa katika hiyo kiwango. Sasa mama ameenda akiwa mmoja wa Kenya Anglican Women Ministry ama fellowship, na nitaomba wamama wote wa Barukia Manyala, kesho mtu asitembee na nguo ya kitenge, tunavaa nguo ya green. Mama Mary's mama, mvae hiyo nguo ya green na ufunge scarf na ufunge kitambaa cha cream. Usije na nguo ya madoa ama kitenge. Kama hauna green, uvae nguo ya white vile nimevaa. Tukuje pamoja tuendeze msafara ya mama vizuri. Katika miaka zake sio rahisi kupata mama ambaye anasema nataka kutembea na wamama. Si ndio? Sasa najua mama safari yake ni nzuri, na kile nitaomba watoto wake msihuzunike sana. Tunasherekea maisha ya mama ambaye Mungu amembarikia kuishi katika ulimwengu wa chini. Na kuna bahati kwa sababu mama anapoishi miaka ana vitukuu vikubwa. Hakuna haja ya kuomboleza, hakuna haja ya kulia, ni kushukuru Mungu na kumwambia asante kwa miaka ambao amekubalia Mama Margaret kuwa na sisi hapa duniani. Tunasherekea maisha ya nani? Ya mama. Kwa sababu ameishi maisha mazuri, ametimiza ile lengo. Amemaliza ile kazi Mungu amefanya nini? Alimpatia kufanya. Hakuna ile ambayo amekosa. Kanisani yako sawa, nyumbani yako sawa, majirani yako sawa na majirani. Tutashukuru Mungu. Jina la Mungu litukuzwe. Karibishwe. Asante sana mama Sara. Tumpigie makofi. Nasikia mama Magia alikuwa kwa wanaita kawafu, Kenya Anglican Women's Fellowship. Na wewe unajiuliza uko kwa gani? Sawa? Reverend na Reverend wawili, evangelist na lay leaders, wanakwaya na Wakristo kwa jumla, hamjambo? Bwana asifiwe. Jina ni Joseph Opio. Mimi ndio warden wa padri. Saidia sana nimeokoka ukuu wa Tukutendresa. Kwa ukoo wa Regea au Berekea, Joseph Cham ambaye sasa alilala, ambaye alikuwa mume wa huyu mama ambaye pia amelala, alikuwa ndugu yangu. Maana huyu alikuwa semeji yangu. Vile wamesema kweli alikuwa mkarimu. Kwa hivyo Mungu awe mikononi mwa Mungu na Bwana wabariki. Asante sana Baba Joseph Vikaswade. Asante kwa kutoa huo wasifu. Hapa kanisani nataka nikiweze kuwajulisha wale ambao tuko nao kwenye madhabahu. Ningeomba lay leaders wote mkiweze kusimama na mkiweze kukuja hapa. Mkiweze kujitambua. Sitakuwa vizuri. Mkiweze kujitambua. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Jina ni Benson Owiti, lay leader St. Paul Seblema. Naitwa lay leader Philip Hala, lay leader St. John's. Hapa mimi ni mwenyeji. Jina mwite Agnes Oktoi, lay leader St. Thomas Ebokoro. Jina Millicent Ashimbi, St. Paul Seblema. Asante sana lay leaders wetu. Evangelist Deacon pia ukiweze kufuata. Tuje hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Odera Lilian, Evangelist St. Barnabas Mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Evangelist Elizabeth Shtaka, St. Paul Ebloma. Alafu kwa niaba yetu wote Kambi Janet pia atanena kwa niaba yetu wote. Sitakuwa ni sawa? Asante. Karibu Deacon, jitambulisha. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Reverend Alan Mbuko, kwa neema Bwana nikiwa na hudumu hapa. Mama alikuwa amesema kwamba nikuwe namuita mama kwa sababu kama nifanya pastor ya kwanza, nikamweleza akasema wewe ni kijana yangu. Kwa mama enda salama na acha Mungu akazidi kuatia nguvu.
Mimi naitwa Reverend Sami Athani nikiwa Vika St. John's Manyala Parish, na mchungaji Florence atajitambulisha wakati atakapokuwa anatuletea neno la Mungu. Amen. Basi Vikas wetu wawili pamoja na Deacon na wenzangu ambao tunapigana vita ya kupeleka watu kwa njia ambayo watafute ufalme wa mbinguni, kwaya, jamii ya Mama Margaret pamoja na wale ambao wameingia katika hekalu la Bwana. Hamjamboni wote. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Asante sana. Jina langu na Evangelist Janet Okwako. Nimeokoka, nimempenda Yesu Kristo, ni mwokozi wa maisha yangu. Mimi ndiyo mlezi wa kiroho wa Mama Margaret. Tangu nijuane na Mama Margaret ni muda. Hata wakati ambao walikuwa bado wako Nairobi, tulikuwa tunaongea nao kupitia kwa mzee Ochani. Wakati ambao walirudi hapa nyumbani, nashukuru Mama Margaret alikuwa karibu kabisa, hata ikiwa alikuwa mdhaifu wa kufika kanisani, lakini nashukuru kupitia kwake alinipea watoto wake, kwa sababu watoto wake ni wa Katoliki apart from Jack, lakini nashukuru alinipea hawa watoto wote namba zao kupitia kwa William Roba. Nilikuwa nina communicate nao kutokea tu wakati ambao niliingia hapa 2016, na nikaanza kucommunicate nao kwa kila jambo ambalo lilikuwa linafanyika. Tu kukuwa na sakafu kama hii juu, hii paa tulitoa, na ukiona itengenezeke mkono ya familia Yocha ilikuwa inaguza. Tumeanza hapo project ya rental houses, pia tukifanya mchango wote hapa ninapitia kwa mzee William, anatuma kitu kwa niaba ya familia ya Ochani. Kwa hivyo Mama Margaret namshukuru, na vipawa vya kanisa. Hakukuwa mwepesi wa kufika kanisani, jinsi mnavyosikia alikuwa mdhaifu wa arthritis. Nilikuwa natumia Jack, asante sana, wacha Mungu akakuguze na ukashikilie mahali ambapo mama alikuweka. Anarudisha bahasha zake, anafanya fungu la 10 yake kupitia kwa kikundi chetu cha Bethlehem, kupitia kwa mzee George Wekoto. Nashukuru kabisa mama kwa kazi ambayo amefanya. Hata jinsi mnavyosikia maneno yao, hiyo familia ni maneno machache, si wa maneno mengi, lakini vitendo ndani. Kwa hivyo kwa niaba ya kanisa, mungepata watu wengi hapa, lakini mikakati ya kuzika imekuwa kwa wiki moja. Kwa hivyo watu wetu wengi pia matanga iko Lukanji wanazika leo. Tunajua ya kwamba Mungu atatusaidia kesho, watu wetu parokia nzima itakuwa hapa. Kwa hivyo kwa niaba ya kanisa nachukua mwili wa Mama Margaret Ochani nikiuweka mbele ya ukuhani. Wakati ambao mtamsindikiza kesho, msindikize na amani ya Bwana. Asante. Luka mtakatifu 21 kuanzia 5. Na watu kadhaa wa kadhaa walipokuwa wakiongea habari za hekalu, jinsi ilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, alisema, haya mnayoyatazama, siku zitakujia ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini ishara ya kuwa mambo hayo ya karibu kutokea? Akasema, angalieni, msije mkadanganyika, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ndiye, tena majira yamekaribia. Basi msifuate hao. Nanyi mkaposikia habari
za vita na fitina. Msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia kwanza, lakini ule mwisho hauja upesi. Kisha aliwaambia, taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Na hii ndiyo neno la Mungu. Basi tusimame wote, kwaya ituongoze katika huo wimbo, na tuimbe tukiwa na furaha kumwinua Bwana, kwa sababu ni yeye Mungu mwaminifu. Na wote waingia hao watapata nafasi. Hilo lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Hilo lango la mbinguni ni wazi. Yesu ndiye lango hili, hata sasa ni wazi kwa wakubwa na wadogo, tajiri na maskini. Hilo lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Hilo lango la mbinguni ni wazi. Hili ni lango la raha, ni lango la rehema. Kila mtu apitaye ana machozi tele. Hilo lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Hilo lango la mbinguni ni wazi. Tukipita lango hili tutatua mizigo tuliyochukua kwanza, tutavikwa uzima. Hilo lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Hilo lango la mbinguni ni wazi. Ima tubu tuingie, lango halijafungwa, likifungwa mara moja halitafunguliwa. Hilo lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Hilo lango la mbinguni ni wazi. Naweza kuomba. Mungu wetu, Mungu uliye juu mbinguni, asante, umetuandalia hekalu hata siku hii ya Ijumaa, nasi tunasema ni asante sana. Basi tunapoendelea hata kujifunza kwa mambo yako ambayo ulitufunza mapema siku za zamani, Mungu uwe nasi pamoja. Shuka Mungu, tujifunze kwako.
Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Naweza keti. Vika in charge. Mkulondo Alan. Ospe akalabana ngekasi umwana. Ikwaya yefwe nama yosa malai sana. Wa mama na wazee. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Asante kufika huko. Basi tunashukuru maana Mama Margaret mpendwa ametuandalia hekalu siku ya leo na tunashukuru. Ninaposimama hapa mimi na Reverend Florence Ashino, anaweza kuwa tu mke mwenzangu lakini sijawahi, naweza sema akiwa jenezani vile, kwa maana nimezoea kumuita mama sana. Yeye mzee Joseph na Mama Margaret walikuwa tena kama tu tena wazazi wangu, maana tulifanya kazi muda mwingi na mzee Joseph hapa kanisani. Watu wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Ni wazuri. Na ni kweli hata yale maneno yote nimesikia yako hivyo. Kwa hivyo ninaposimama hapa nazidi kumshukuru Bwana, Mwokozi wa moyo wangu. Tutajifunza kwa mambo hayo ambayo yako katika Luka 21:5. Na wanazungumzia tu kuhusu hekalu. Hekalu. Wale Wayahudi siku zile walipenda sana kujivunia kanisa yenyewe. Walijivunia hiyo kanisa. Lakini sasa vile Yesu alisikiliza wakiongea akasema ni kanisa mnazungumzia. Unajua wakati huu hata hiyo kanisa haiko. Alisema zama zile, you know, he was talking about the destruction of the temple. Wale wameenda Israel hivi karibuni wanajua hilo kanisa haliko, liliharibiwa. Hata mwingine aliniambia naenda tu, unaweza enda kando, the nuns tourist site. Unaweza kwenda kama mtalii ukaona tu kuna ukuta side moja iko. Kwa hivyo unapoenda pale unapewa kakofia hivi unavaa, hata unaambiwa uandike hitaji lako. Kusimama tu kwa ukuta hivi. Kwa maana sasa hilo hekalu aliko. Na ni mambo Mungu alikuwa anasema. Tumesomewa pale 5. Some of his disciples were remarking about how the temple was adorned with beautiful stones and with gifts dedicated to God. But Jesus said, as for what you see here, the time will come when not one stone will be left on another. Every one of them will be thrown down. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hekalu wengi wetu tunajisifia nayo sana. Hata tunasahau wakati fulani ati hekalu silo hili. It's just a building. Hekalu ni nani? Si ni wewe? Wewe mwenye Mungu aliumba. Kutaka vizuri usome tena Wakorintho. Utajua wewe mwenyewe huyu. Then you are the temple. Kwa hivyo mambo imezungumzwa hapa mengi, hata mwishowe wengine wakasema mama hajakuwa akija sana hapa. Na wewe mwenye unakuja without even feeling on Sunday yako ni ya kwanza. Wewe mpaka uende kule kanisani. Unafanya aje? Umwana wao washimba mdolangu. Ulieza wikura na bisukuna. Ese embo dakachire ndijirani wa Margaret. Amelea watoto. Amelea hao brown. Nawajua sana mpaka mzee wenu. Shingala bama mdolangu. Na bandi shonya da shinga Margaret abelele itala limeke shibafunga. Otoka nige. Sasa ukiwacha watu wako wakikoyana huko na wewe huko tu vizuri.
Ishotsa yeka lindai. Manotsa mkanisa. Yesaya khonye Yesaya. Lokushimanya atsa. Yesaya khonye kula bashaba ya undi balieta. Besi Franza mbwa. Lelana liyasasi baba. Omanya no uti sana. Kule sifra yeka liyeneta. Efwe shukholanga. Yesaya khura kho moshi. Akubora mundu ndi munda kamibo. Mali mwanje tsyambola chobona bwenta ngola lishwa. Bali ndi banyahananga iriya. Abatiti kubatiti balya. Na noli wetsolai. Kholi yekalindai. Omai dogo ra okubalya abasanda abalya osinjanya sayi mwene. You can imagine. Omuosinja. Kacha amabiro ko umwami ndi ulikase mwene. Kata munyala tsolola family tsabantu bakhonyanga bandi. Shembara mana. Khoba konanga inza yekalanga. Rael is my friend. Rael want to tsingo ndi tsolola mama. Hey, it's a Mama Margaret. One of the very best friends I have in Iracha house. Kacha Mama Margaret olunda wana wanyasinja kule fees. Shonya lokuti ya mbongole manale kuwa mamundu. Nende mzee mweni. Mzee Joseph. Bandu wenjira mikula balayi. Watu tu wazuri walikuweko kwa hii dunia. Joseph ya mzee mlayi kabisa. Mamlanga kaposhi kapo. Kaposhi ya chinga nganatia baadhi sianda za pesa kutsiele famsi. Mimi huyu. Kacha mwana chala ba Irwani school ta anajua maana ya masomo.